أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عما بعد, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu sifa za mke mwema katika Uislamu, sehemu ya kwanza. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم والنسائي. يعني عبد الله بن عمرو bin al-As radiyallahu anhuma alieleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema dunia ni starehe na starehe yake bora ni mke mwema au ni mwanamke mwema. Hadithi hii imepokewa na Imam Muslim na An-Nasai. Dada zangu katika iman, hadithi hii inatueleza kuwa dunia ni starehe na raha ya kupita njia, yani starehe iliyo bora zaidi, yani dunia ni starehe, na starehe iliyo bora zaidi duniani ni ile ya kuwa na mke mwema. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba waja wake na akawaweka waishi hapa duniani ili wamwabudu yeye mpaka pale yani yatakapowafikia mauti. Na upande wa pili, katika maisha yao amewawekea starehe na vitu vya raha na anasa hapa duniani, na akawaumba pia kuwa na matamanio mazuri ya kupenda starehe zilizoko hapa duniani na starehe zilizoko katika maumbile ya mwanamume na mwanamke, ili wapate yani kuoana na kuanzisha familia na ukoo katika jamii. Starehe zote hizi, dada zangu katika iman, zimewekewa sheria, zimewekewa mipaka na mafundisho, ili kila mmoja ajue haki za mwenzake na njia sahihi kama vile anavyotaka yani Allah subhanahu wa ta'ala. Na amewaahidi waja wake wote wema kuwapa janna yenye raha na starehe kubwa sana ya kudumu milele. Dada zangu katika iman, hadithi hii imetaja kuwa starehe bora hapa duniani ni kuwa na mke mwema, lakini haina maana ya kuwa mke yani ni chombo cha mume kustarehe tu, bali ni mwenzake pale akiwa na yani akiwa ni mwema, basi atakuwa yuko katika starehe nzuri kabisa, na akiwa ni mke yani muovu, basi mume ataiona dunia chungu na shida atakayo yani ipata yani hata yani akiwa ana uwezo wa kuweza kupata starehe nyingine, lakini hatofaidika. Dada zangu katika iman, sifa ya kwanza ya mke mwema ni mke mwenye uhusiano wake mzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Mke mwema, dada zangu katika iman, ni yule mwenye uhusiano mwema mzuri wa kudumu na anaye yani hifadhi yani faradhi za Uislamu, kwani imepokewa kutoka kwa Ibn Hibban katika sahihi yake nambari 3163 kupitia hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwanamke akiswali swala zake 5, akafunga mwezi wake, akahifadhi tupu yake na akamtii mume wake, ataingia katika mlango wowote wa pepo au janna yani autakao. Dada zangu katika imani, tunampa hongera mwanamke wa Kiislamu, kwani ahadi hii tukufu na fadhila kubwa na kheri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi nayo, yani inahusiana na mambo manne tu ambayo anaweza kuyahesabu kwa kutumia mkono wake. Akiishi kwa kuyahifadhi mambo manne haya, ataambiwa siku ya Kiyama, udkhulil jannata min ayyul babin shi'ti, yani ingia peponi kwa mlango wote wa pepo utakao. Dada zangu katika imani, msingi wa wema wa mwanamke uko katika wema wake kwa Mola wake kwa kumtii, yani na
yani kurubisha kwake na kudhibiti ibada zake. Wema na msimamo huu ndio siri ya mafanikio yake, kushinda kwake katika maisha yake, kukiwemo na maisha yake ya ndoa, watoto wake kuwa wema na kizazi chake, na kuishi kwake maisha ya baraka na mazuri. Kwa ajili hiyo, dada zangu katika imani, ndio maana ikawa ni mambo yani lililosisitizwa kwa yule mwenye kuitakia nafsi yake kheri, na kwa wasimamizi ambao watawatakia yani wasichana wao kuwalea juu ya wema, msimamo mzuri, kuhifadhi ibada na faradhi za Uislamu, haswa swala tano, kufunga mwezi wa Ramadhani na kujitenga mbali na mambo yote yanayoharibu utukufu na heshima ya mwanamke. Na hiyo dada zangu katika imani ndio imebainishwa katika hadithi hii, akahifadhi tupu yake yani mwanamke akihifadhi tupu yake ni miongoni yani masharti ambayo kwamba itapelekea yeye kuingizwa peponi kwa mlango wote au takao. Dada zangu katika imani, mwanamke kuhifadhi tupu yake ni jambo yani linalohitajika kutoka kwake ili kufunga milango na njia zote zinazoharibu au kupelekea katika shari na kusababisha madhambi. Hili ni jambo kubwa sana ambalo kwa kila yule yani mwenye kuitakia nafsi yake kheri anatakiwa yani kuilea nafsi yake juu ya hilo. Anatakiwa mwanamke kuhifadhi nafsi yake daima katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu na kujikurubisha kwake kwa yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno mema na matendo mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala akimneemesha kwa kumjalia mume mzuri na wasawa, ni juu yake kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuhakikisha anachunga haki za mume wake tokea ile siku ya kwanza ya ndoa. Dada zangu katika imani, sifa ya pili ya mke mwema, dada zangu katika imani, ni kwamba mke mwema ni yule mwenye uhusiano mbaya na shetani. Yani ni vipi anakuwa yule mke mwema? Uhusiano wake ni vipi unakuwa na shetani? Dada zangu katika imani, sifa nyingine ambayo mke mwema anapaswa kuwa nayo ni kwamba atahadhari na shetani aliyefukuzwa. Kazi ya shetani katika maisha haya ni kuharibu. Anaharibu dini, anaharibu tabia, anaharibu muamala yani relationship, anaharibu undugu na lililo la kheri. Kila siku dada zangu katika iman anatuma wajumbe na askari kutimiza kazi hii. Katika hadithi sahih ya Imam Muslim iliyopokewa na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, Iblis yani ukiweka kiti chake katika maji kisha anatuma vikosi vyake, yule yani mwenye nafsi kubwa au mwenye nafasi kubwa kwake ni yule mwenye fitna kubwa. Pindi mmoja wao anamjia, anamuuliza aliyoyafanya. Wakati anaposema aliyoyafanya, anamwambia hujafanya kitu. Wakati mwingine anamjia na kusema sikumwacha yani mpaka nimehakikisha nimemtenganisha yeye na mke wake au yeye na mume wake. Hivyo anamchukua na kumwambia wewe ni mzuri ulioje. Hadithi hii imepokewa na Imam Muslim na ni hadithi nambari 2813. Yani shetani dada zangu katika iman anawatuma askari na wajumbe wake ili waende kuharibu. Anayekuwa karibu naye sana ni yule ambaye anatenganisha baina ya watu. Dada zangu katika iman, anatenganisha baina ya watu, anatenganisha baina ya mume na mke. Dada zangu katika iman, mwanamke mwema anatakiwa kufahamu na kuelewa uhakika huu. Hali kadhalika mume pia yani wote wanapaswa kufahamu kwamba kuna adui aliyejificha na yani anawaona ndani ya mwili wao au anapita ndani ya mwili wa mke na mume kama damu inavyopita kwenye mishipa. Yani sana sana anapita katika mwili wa mke kama damu inavyopita kwenye mishipa. Anapuliza kutia wasiwasi, anapanga hila na njama zote. Anafanya yote hayo bila ya wewe
kumwona, na anazungumzisha moyo wako na moyo wa mume wako, kisha anakuja na matatizo yanayosababisha uadui kati yenu, kwani ana njia nyingi za kufanya kazi yake. Dada zangu katika imani, kwa ajili hii imekuja katika sunna jinsi ya mtu anavyojikinga kutokana na sheitani. Wakati kwanza kabisa ni wakati mtu anapoingia nyumbani kwake, na wakati wa tendo la ndoa, na wakati wa kula chakula, na wakati anapokuwa na hasira, na mambo mengine yote ambayo mtu anahitajia yani kujikinga kutokana na sheitani, ili asiweze kuwa na ushirikiano wowote na watu wa nyumbani kwake, yani nyumba yake na watoto wake, asiweze kuwa na uhusiano mzuri nao. Hivyo dada zangu katika iman, anahitajia mtu yani kuikinga nafsi yake na adhkar za asubuhi na jioni zilizothibitishwa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika Qur'an, na dua zilizopokelewa na kuhifadhi utiifu na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mke mwema anapaswa, dada zangu katika iman, kujitahadhari na kampeni za sheitani na wasiwasi wake, na awe mbali na kampeni hizo za sheitani. Dada zangu katika iman, ni familia ngapi na nyumba ambazo zimetengana daima kwa kumtii sheitani na kufuata wasiwasi wake? Dada zangu katika iman, ni majumba mangapi kumetokea migogoro kwa sababu ya kumtii sheitani? Lau kila mmoja angelikuwa na mazoea ya kusoma adhkar, na mazoea ya kusoma dua, na mazoea ya kusoma Qur'an, na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na kumlaani sheitani aliyefukuzwa, na kujitenga mbali na uchochezi na wasiwasi wake, yani kusingelitokea mambo hayo na migogoro hiyo baina ya mume na mke katika ndoa. Nitakomea hapo kwa leo na tutaendelea na sehemu ya pili ya mada hii. Shukran jazila wa barakallahu fikum.